Kwa hiyo Eidul Fitri inakuja kutukumbusha kwamba maana yake sio kufungua mlango wa maasi, kwamba imekuja Eidul Fitri kwamba sasa kile kifungo kimefunguliwa, sasa watu wameachiliwa, wanatakiwa wafanye maasi yao, wafanye mambo ya mabaya. Hapana, maana yake ni kuonekana wanayatekeleza kwa kiasi gani yale ambayo wamejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tunasherehekea siku ya Eid kwa sababu tunasherehekea kusamehewa dhambi zetu, na ndio maana usiku wa Eid Mwenyezi Mungu anawaacha huru kwa idadi ile ile ambayo amewaacha huru tangu 10 la mwisho lilipoanza. Ndani ya usiku wa Eid anawaachia kwa idadi ile ile, kuonesha kwamba ni siku ambayo watu wanasherehekewa kusamehewa dhambi zao. Kwa hiyo basi inatakiwa watu wajitahidi kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumwomba Mwenyezi Mungu maghfira, kufanya mambo ya kheri mengi ndani ya siku hii ya Eid, kama ishara kwamba haya ndio tunayotakiwa kuyafanya katika miezi 11 ijayo. Lakini pia sio siku ya kufanya mchezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza hadithi inayosema kwa Kiswahili, ile inasema waqadima sallallahu alaihi wasallam almadinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Hadithi yani Mtume sallallahu aliwasili Madina, kisha akaja akawakuta watu wa Madina wana siku zao mbili. Mtume akasema wanacheza katika siku zile, hakusema wanashereheka, amesema wanacheza, yal'abuna fihima, wanacheza katika siku hizo mbili. Kisha Mtume akamwambia, Mwenyezi Mungu amekubadilisheni yaumaini khairan minhuma, amekubadilisheni siku mbili zilizo bora zaidi kuliko hizo siku zenu mbili ambazo nyinyi mnacheza katika siku hizo. Nazo zilikuwa ni sikukuu ya mwanzo wa mwaka na sikukuu ya mwisho wa mwaka. Mtume akawabadilishia, akamwambia Mwenyezi Mungu amekubadilisheni, acheni siku zenu hizo na yule mtindo wenu wa kushereheka katika siku hizo mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, amekubadilisheni kwa siku mbili zilizo bora zaidi kuliko siku hizo. Nazo ni siku ya yaumu Eidul Fitri na siku ya yaumu Eidul Adha. Eidul Fitri kama hii tulionayo leo na Eidul Adha, Mwenyezi Mungu ametubadilishia kutupa sikukuu hizi ambazo inatakiwa tuonekane tunamcha zaidi Mwenyezi Mungu, tunamtaka maghfira zaidi Mwenyezi Mungu, tunamtaka Mwenyezi Mungu, tunamwomba Mwenyezi Mungu dua zetu, na tunajaribu kuwakirimu watu zaidi na kuangalia maskini zaidi. Na kwa wale matajiri na wenye uwezo, ndio siku ya leo kuonesha walichojifunza katika mwezi wa Ramadhani kwa kuwasaidia watu ambao wameruhusiwa kula mchana na ni haramu kufunga siku ya leo, wanatakiwa wale mchana huu wa leo hawana chakula.